kweli, maana kuna utakatifu mwingine sio wa kweli. Kama nilivyotangulia kusema kwa mlokole, hana utakatifu wa kweli. Wewe uhesabike kama mwana wa Mungu, utakuwa na utakatifu wa kweli. Amina. Anasema basi uvueni uongo, mkaseme kweli. Kila mtu na jirani yake. Vueni uongo, mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake. Kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha wenzake. Muwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe, uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe nafasi shetani. Shetani anapata mlango kwako, shetani atapata mlango kwangu endapo jirani yangu, mchungaji wangu, askofu wangu, mzee wangu wa kanisa, sijui katibu, sijui nani, kiongozi wangu wa vijana atakapo nikasirisha, alafu ila hasira nikaiweka muda mrefu, tayari nimefungua mlango wa shetani. Shetani ataingiza maneno, nitayakubali. Yule mwenyekiti wa kwaya yule anajifanya anajua. Yule mchungaji mimi ananiboa. Kila akihubiri bwana maneno yake, kazi yake kusema watu tu, wala hubiri neno. Kumbe neno la Mungu linawahusu watu. Mchungaji atakaposimama kulisema neno la Mungu, litakugusa tu. Haleluya. Litakugusa kama ni wewe una sifa ile. Neno hili litakapokugusa, usimuone aliyeninukuu neno ndiye mbaya wako. Akukija kila siku anakusema, hapana. Bwana Yesu apesi sana. Kwenye simu yako nikikutumia message, nikakupa maagizo, utayafuata kama nilivyokuandikia, kwa sababu unajua mchungaji Chikawe kanitumia message, ameniambia nifanye 1, 2, 3, nawe utafanya. Biblia yetu hii Biblia hii ni message kutoka mbinguni. Haleluya. Amen. Biblia hii ni message kutoka mbinguni. Unaposikia neno kwenye maandiko, ni Mungu anasema na wewe, sio mimi nasema na wewe. Bwana Yesu apesi sana. Amen. Mimi sisemi na wewe, hapa tunazungumza na Bwana Yesu. Amen. Hebrania 1:1 pale nasema Mungu zamani aliongea na baba na manabii kwa njia nyingi, kwa namna mbalimbali. Mwisho wa siku hizi anasema nasi katika Kristo Yesu. Kwa hiyo ukisoma Biblia unazungumza na Mungu. Wewe umeongea na Mungu mara 5 tu wiki yote hii. Usiongee na Mungu kwa muda mfupi namna hiyo. Ongea na Mungu kila siku. Unaposoma neno la Mungu unaongea na Mungu. Ugali, wali, ubwabwa unakula mara 21 kwa wiki. Umeshakula mara 19, bado mara 2, leo utimiza 21. Piga hesabu mara mwezi unakula mara 84, si ndio? Mwezi mmoja umekula mara 84 na umetumia pesa nyingi kutosheleza mlo wa mara 84. Biblia unasoma kwa wiki siku 5, mara 5, kwa mwezi mara 20. Toa tofauti hiyo. 84 toa 20, mara 64 umepoteza. Ukipoteza mara 64, shetani atakushawishi. Ukiliona neno pengine sio zuri, umelisikia kwa mchungaji wako, mzee wako wa kanisa, kiongozi wako, litakukasirisha, utakaa nalo mpaka mwaka. Kila ukimuona unakuja uso. Wakati mwingine utatamani hapa kanisani kwenyewe mimi niondoke tu nikaabudu kwingine. Huyu mchungaji wala hapana, simfurahii. Mtume Paulo anasema kuwa na hasira. Si kwamba huwezi kuwa na hasira, lakini hakikisha ile hasira jua lisizame kabla haijaondoka. Uchungu ulioko ndani yako usifike kesho. Ukifika kesho umemtengenezea hila shetani, umempa mlango shetani hata. Nataka nikwambie mara nyingi shetani anaharibu huduma. Sio mchungaji, sio mzee wa kanisa. Shetani anapiga huduma. Maandiko yanasema nikimpiga mchungaji atapigwa mchungaji, kondoo watatawanyika.
Maandiko yanasema hivyo. Kwa hiyo unapoona chochote kile, maana mimi ni mwanadamu, huyu ni mwanadamu, huyu mwanadamu, wewe ni mwanadamu, nimepewa kukuongoza. Haina maana katika kawaida ya kibinadamu nisikosee neno, lakini tofauti yetu sisi wana wa Mungu na wale walokole na Wakristo, Roho wa Mungu utukumbusha, utuelekeza tulipokosea na tunaingia kwenye toba. Mimi kama mchungaji, kama nimekukosea, niambie kosa nililokutendea. Ukiniambia kosa nililokutendea, na mimi lazima niwe mnyenyekevu, alafu nikubali lile kosa, tuende na wewe sawa sawa, ili tuende mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni maisha ya watu waliozaliwa mara pili, wana wa Mungu. Mstari wa 29 anasema hivi: neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema na kumfaa mwenye kuhitaji, ili iwape neema wasikiao. 30, wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. Wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. 31, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiponisamehe, nisipokusamehe, ibada zangu zote bure, sadaka zangu zote ni bure, mafungu yangu ya 10 yote ni bure, kwa sababu sijakubali kutii, kunyenyekea, nikusamehe. Unisamehe ili Mungu anisamehe. Kama sitakusamehe, Mungu hawezi kunisamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu, na mimi ni wale walokole wale, akigombana na mtu hapa anaondoka, anahamia kanisa jingine. Na kuna mwingine inaonekana yuko hapa hapa, kuna kitu alikimbia alikotoka, amehamia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna jambo ulilifanya ulikotoka, ukaona kule mimi wananiboa, kule mimi sifurahi, sina amani, ngoja niende pale, inakubidi urudi. Yule ambaye mlihitilafiana naye, mkaombane msamaha, alafu njoo, ibada zako zitakuwa safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ndio maisha ya watoto wa Mungu. Tunaweza tukakosea sawa, tunaweza tukasababishiwa makosa, maana makosa mengine ya kusababishiwa. Inawezekana ikatokea jambo kama hili, lakini Roho wa Mungu lazima ataniambia, muombe msamaha mwenzio, ulichokifanya sio sahihi. Ukiona hiyo roho haipo kwako, jitahidi sana uombe Roho wa Mungu, uruhusu Roho wa Mungu akukalie, ili uwe na uwezo wa kutoa msamaha kwa yale yote ambayo unaona umekosewa, umetendewa mabaya. Uwe na roho ya msamaha. Kama usipofanya hivyo, ibada yako itakuwa bure tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutoe sadaka zetu kwa faida, tufanye ibada zetu kwa faida, tutoe mafungu yetu ya 10 kwa faida. Tunatakiwa kwenda mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame.